kwa sababu wako karibu na wewe. Yesu hayuko mbali. Yesu anatembea na wewe. Yesu anatembea na wewe siku zote. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa siku ya leo. Baba, ninalinua jina lako, mfalme wa ajabu, Mungu ishie. Asante kwa kuwa upande wetu. Asante kwa kuniamsha Jehova Jire, kwa kunipea nguvu mpaka kufika katika nyumba yako Bwana. Hata asante kwa kanisa, hata asante kwa wale ambao umewawezesha kufika leo asubuhi ya leo Bwana katika maombi. Baba, tunapoenda katika maombi Bwana, tunaomba ya kwamba ukaondoe mambo yote ambayo yako kinyume chako katika maisha yetu mwetu Bwana. Ahadi ambazo umeahidi Bwana, umesema ya kwamba pando usilolipanda Bwana utang'oa. Bwana, tukiomba ya kwamba maombi yetu Bwana yasikue kelele mbele zako, bali waje yakakuwe manukato Bwana, kwa sababu wewe ni mwema siku zote. Asante kwa mkusanyiko wa leo Bwana. Asante kwa afya, asante kwa ndoa zetu ambazo umetupa. Asante kwa watoto. Asante hata kwa ndugu na dada. Asante hata kwa wazazi. Asante hata kwa kanisa, kwa marafiki, kwa watumishi wako Bwana. Bwana, tunalishukuru kwa upendo wako Bwana. Vile neno lako linasema kwamba tusiache mkusanyiko. Neno lako linasema mahali wawili wako watatu katika jina lako Bwana, uko pamoja nasi. Bwana, tunajua ya kwamba uko pamoja nasi tunapoenda katika maombi Bwana. Waacha maombi yetu ukajibu. Wewe unayejibu maombi, kwa hakika utajibu Jehova Jire. Asubuhi ya leo tunasema ni asante. Asubuhi ya leo tunasema ni asante kwa uwepo wako, kwa sababu ndani yako Bwana tunaishi, ndani yako Bwana tunapumua Bwana, na neno lako linasema kwamba utukuzwe na wale ambao wamelala Bwana. Neno lako linasema wacha kila kiumbe ambacho kiko na pumzi kikakutukuze Father. As we lay down everything, as we call on to you Jesus, hear our prayers Bwana. Tunapokuita umesema kwamba tukibisha utafungua Bwana. Wacha ukajibu maombi yetu. Asante kwa maana wewe ni Mungu uishi. Asante kwa maana wewe ni Mungu. Asante kwa maana wewe ni Mungu usiyebadilika. Asante kwa maana wewe ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Asante kwa maana wewe ni Mungu ambaye unatembelea hata wanyonge Bwana. Delay is not denial. Haijalishi ni miaka mingapi Bwana tumekulilia, haijalishi ni muda gani Bwana, haijalishi ni mara ngapi tumenungunika Bwana, tunajua unatusikia. Asubuhi ya leo Bwana, wacha ukaonekana. Nenda tu mbele zako, mshukuru tu Mungu, mwambie tu ni asante kwa uhai wa leo. Mwambie tu ni asante. Najua kuna wengi walitamani nafasi kama hii lakini hawajaona. Mwambie tu ni asante Bwana siku ya leo. Kwa hakika hii ni siku Baba umetengeneza. Nitashukuru na nitafurahia. Baraka ambazo umesema siku ya leo Bwana zitanifuata. Mwambie tu baraka ambazo umesema siku ya leo zitanifuata. Zitakuwa nami asubuhi ya leo, zitakuwa nami mchana, zitakuwa nami jioni, zitakuwa nami hata usiku, kwa maana wewe ni mwema. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, kwa maana wewe ni mwaminifu Bwana. Mwambie tu ni asante kwa siku ya leo. Yeye anayetafuta mioyo, hata katika kilio mshukuru tu Bwana. Hata katika hiyo hali ngumu mwambie tu Mungu ni asante. We passed through fire, lakini haikutuchoma.
tukapitia katika dhuruba, storm everywhere, lakini Bwana amekusimamisha. Kwa barabara wengi wamepoteza uhai wao. Kuna wengi wamepoteza watoto wao. Kuna wengi wamepoteza ndoa zao. Kuna wengi wamepoteza hata macho, miguu, ana. Lakini wewe Bwana ametuhifadhi, amekufikisha mahali hapa. Mshukuru tu, mwambie Bwana asante. Mwambie tu Bwana asante kwa siku ya leo. Mwambie asante kwa uaminifu wako. Baba, nakushukuru kwa uzima wa leo, kwa afya, kwa viungo vyote vya mwili Bwana umeweza kuvifanya viko sawa. Asante kwa nguvu zako juu ya maisha yangu, kwa jamii yangu. Asante kwa kuwa upande wangu Bwana. Mipango yote ya adui haijafaulu Bwana, kwa maana uko nami. Baba, wacha ukatukuzwe Bwana, wacha ukainuliwe Bwana, kwa maana unaweza, kwa maana wewe ni Mungu. Asante kwa maana wewe ni mwaminifu. So wapendwa, katika jina la Yesu na wasalimu. Najua Mungu amekuwa upande wetu hii wiki yote. Ametuwezesha kuona siku ya leo, kufika katika nyumba yake. Ningependa kuambia tu ya kwamba worshiping Jesus is not in vain. Calling upon the Lord is not in vain. Thanking Jesus is not in vain. Hata wale ambao wako online wanatutazama, ningependa kusema ya kwamba tuko ndani ya Powerhouse Church Kariobangi. Tuko katika kipindi ya maombi. Hata popote ulipo, distance is not barrier. Ningependa tu popote ulipo, hata wote ambao unatutazama, fungua tu moyo wako na kitabu ambayo inatufungulia maombi siku ya leo ni 2 Kings 4. 2 Kings 4 verse 1 to 7. 2 Kings 4 verse 1. Our prayer today is that may your helper come on time. Waacha Mungu akatume msaidizi wako akuje wakati kwa wakati. We know in life you can't survive without a helper. Many of us, we have been crying for God to send us a helper. We have been praying God to see us the way we are passing through a lot of challenges. But the scripture we want to read today ndio inaenda kutuonyesha ya kwamba may God send us our helper on time. And we know that helpers are pushers, helpers are doors, helpers are lifters. Kwa sababu katika maisha hauwezi bila msaidizi. Iposa hata Mungu mwenyewe akaona ya kwamba muumbe mwanadamu kwa mfano wake. Hata mfalme wetu Yesu Kristo alipokuja katika ulimwengu, iposa akachagua wanafunzi ili wakaweze kumsaidia katika kazi yake ya ujumbe katika ulimwengu. So ombi langu asubuhi ya leo, ninaomba ya kwamba kabla tujasoma hiyo kitabu, naomba ya kwamba kila mmoja wetu ambaye ako hapa, ninaomba tu Mungu ya kwamba kabla hii ulimwengu hujatoka katika hii ulimwengu, waacha Mungu akatume msaidizi. Wakati mandugu na marafiki wanakutoroka, wakati unafika kwa challenges, hata wakati daktari anasema kwamba iwezekani, waacha Mungu akatume msaidizi. Usitoke katika hii ulimwengu kama wewe hujasaidia mtu, ama usitoke katika hii ulimwengu kama hujapata yule mtu ambaye Mungu amekutuma ili akusaidie, aidha kwa biashara yako, aidha kwa ndoa yako, aidha hata kwa masomo ya watoto wako, aidha kwa kila kitu ambacho unafanya. Wacha mkono wa Bwana ukaonekane
ili ukaweze kupokea. So our prayer point today is about this lady. Wacha nasoma ya kwamba one day the widow of a member of the group of a prophet came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now the creditor has come threatening to take my 2 sons as slaves." Tunaona kwamba kulikuwa na huyu mwanadada ambaye mzee wake alikuwa katika grupu ya manabii. Haimaanishi ya kwamba kama wewe ni mtumishi wa Mungu ama wewe kama unamwabudu Mungu hautakosa challenges, mpaka utapitia changamoto. Ndio inatuonyesha mahali hapa. Kulikuwa na ndugu ambaye alikuwa ni nabii, lakini akakufa. Bila alikufa, aliacha mke na hakumwachia chochote. Alimwachia tu madeni, hakumwachia shamba, hakumwachia mali, hakumwachia pesa, bali alimwachia madeni. Na hao wenye walikuwa na deni lake walikuwa wanataka kuchukua watoto wake. Lakini we thank God, huyu mwanadada alikimbilia mahali pazuri. Akakimbilia Elisha amsaidie. Mpendwa, sijui asubuhi ya leo unapitia changamoto gani? Sijui ni kitu gani ambacho adui anataka kuchukua katika maisha yako. Sijui ni kitu gani ambacho kiko katika maisha yako ambacho kinataka kuchukuliwa. Kama huyu dada hakuwa na mahali pa kitu cha kufanya. Hata kama ungemwambia maombi haingemsaidia. Alikuwa anataka tu msaada wa hiyo saa. Alikuwa anataka tu mtu wa kumsaidia hiyo wakati. Na tunamshukuru Mungu kwa kwamba Mungu akamtumia Elisha akamwambia uko na nini, akaweza kumsaidia. Na akafuta hiyo aibu ambayo alikuwa nayo. Aibu watoto wako waende. Sijui asubuhi ya leo ni ndoa yako inataka kuenda. Sijui asubuhi ya leo watoto wako ndio wanataka kuenda. Sijui asubuhi ya leo ni kitu gani ambacho iko katika maisha yako kinataka kuenda. Na kuambia ya kwamba Yesu wako hapa. Yesu wako hapa, muite. Mwambie tu, Yesu, maisha yangu ninaweka kwako. Jinsi alivyoweza kumsaidia yule mjane. Yule mjane alikuwa apoteze watoto wake. Yule mjane alikuwa aibike. Yule mjane alikuwa baki katika upweke. Mzee wake ameenda, watoto wake ndio hao wanataka kuchukuliwa. Kwa hakika huyo mwanadada alikuwa katika hali ambayo hakuna yule ambaye angemsaidia. Ilikuwa ni Mungu tu. Ndio maana akamkimbilia Elisha. Akamwambia Elisha, watoto wangu wanataka kuchukuliwa. Kumbuka mzee wangu vile alikuwa anamtumikia Mungu. Mzee wangu alimuinua Mungu. Mzee wangu alimwamini Mungu. Mzee wangu sasa yuko. Na wale ambao walikuwa na madeni zake wanataka kuchukua watoto wangu. Je, nitafanya nini? Mpendwa, sijui hali ambayo uko nayo. Pengine uko na deni, adui wanapanga kukubebea. Sijui uko na maisha gani ambayo unapitia. Mwambie tu asubuhi ya leo Bwana akatume msaidizi. Jinsi aliweza kumtumia yule widow hakuaibika, kwa maana alimtuita Mungu. Asubuhi ya leo muite Mungu. Mwambie katika hii hali ambayo unapitia, katika kukosa fedha, kwa mbali ya kukosa hata chakula, watoto wako, mwambie kwamba hakuna yule ambaye atachukua watoto wako. Hakuna yule ambaye atapeleka ndoa yako kando. Hakuna yule ambaye atapeleka watoto wako wakajiunge na vikundi ambao watakuja kunyakulia usiku, kwa maana wewe ni mwaminifu. Asante Bwana wa majeshi, Mungu uishie, Mungu ambaye ni msaada wetu wa karibu. Wakati tunafika mwisho, kumbe unakuwa umetayarisha mazuri. Yule mwanadada alikuwa amekata tamaa, alikuwa anaona ya kwamba ameisha, lakini wewe Mungu ulikuwa upande wako. Asante kwa maana aliweza kumkimbilia mtumishi wako, na mtumishi wako Bwana akamuonekania, akamuuliza kwamba uko na nini, ikaweza kumsaidia. Sijui asubuhi ya leo unaweza sema ya kwamba sina pesa, lakini nakuambia kwamba uko na Mungu, uko na maombi katika mkono wako. Kuwa na imani, mwambie ya kwamba Mungu utanifukisha hii hali. Mungu atakuokoa katika hii hali. Jinsi aliweza kumuokoa yule mjane. Yule mjane alikuwa aishe, yule mjane alikuwa hata atoroke, lakini akamkimbilia Bwana. Asubuhi ya leo umekuja mahali pazuri. Ndoa yako, ombea ndoa yako. Mwambie Mungu, Baba, wewe ndio ulinipea huyu mzee, wewe ndio ulinipea hao watoto wangu hataangamia kama niko hapa. Watoto wangu hataisha kama
niko hapa, hii biashara wewe Bwana ndio umenipea, haitaanguka nikinyamaza. Sitakaa ninyamaze tu, bali nitakuita Bwana, ukatume msaidizi, ukatume mwokozi, akaweze kutembea na hii hali yangu, akaweze hii ugonjwa ilianza tu kichwa, ukanunua Panadol, ukaona umeweza, kumbe kuna hali ambayo iliingia. Biblia inatuambia kwamba tusiache mianya adui akapitia ndani. Adui akipitia ndani, utaonekana ya kwamba daktari akwambia kwamba ni kansa, kumbe Mungu ako na wewe. Ukaweze kuomba asubuhi ya leo, mwambie tu asante asubuhi ya leo, mwambie Mungu nitembelea asubuhi ya leo, watoto wangu hawatachukuliwa. Hakuna kile ambacho umenipea ambacho kitachukuliwa. Haitakuwa kama ile kesi ya Solomon, King Solomon, ambayo wale wanadada ambao walikuwa na watoto, mwingine akalalia, mwingine akakufa, akaanza kung'ang'ania yule mwingine. Hakuna yule ambaye atang'ang'ania kitu chako, kile ambacho Mungu amekupea. Hiyo wokovu Mungu amekupea, hiyo imani ambayo Mungu amekupea itasimama imara, kama ya ule mwanadada ambaye watoto wake wangechukulia, angebaki na nini? Sijui adui anataka kuchukua nini katika maisha yako. Wewe mwambie tu Mungu, waacha ukanikumbuke. Asante Bwana kwa maana unaweza. Asante Bwana kwa maana wewe ni mwaminifu. So asubuhi ya leo, mwambie tu Mungu akakutume msaada. Mwambie tu Mungu, hii hali sitaweza mimi peke yangu. Mwambie tu Mungu, hii hali mimi siwezi bila kuona mkono wako. Kwa hakika yule mwanadada akaona mkono wa Bwana, na akaondolewa aibu yake yote, na akaondelea mambo yote ambayo yalikuwa kando yako. Usinyamaze mpendwa, enda mbele zake Mungu. Mwambie Mungu, hii hali wewe ndio unajua katika maisha yangu, wewe ndio uliniumba. Msaada wako inaweza kuwa imechelewa, lakini ndio itavuta mambo yote, hali yote. Ile msaada ya Elisha ilikuwa ni ya late, lakini ikatenda majambo katika maisha yako. Bwana, asubuhi ya leo tunaliinua jina lako. Bwana, asubuhi ya leo naombea jamii yangu, nasema ya kwamba utasimama nayo. Asubuhi ya leo naombea hata watoto wangu, utasimama nao. Hakuna yule ambaye atacheza nao, hakuna yule ambaye atawamaliza. Bwana, kama vile uliweza kumsaidia yule mjane, alikuwa aibike. Wale ambao walikuwa wamekaa kando wakaona ya kwamba ataibika, hakuweza kuaibika. Wale ambao wanaona ndoa yako itaaibika, hawataona ikiaibika. Wale ambao wataona watoto wako watapotelea nje, wataenda kwa madawa ya kulevya, watajiunga na vikundi ambazo zitafanya wafungwe, hawataweza. Wale ambao wanaona biashara yako ambao umeng'ang'ania itaenda chini, hawataona, kwa maana Mungu hatakutembelea, kwa maana Mungu ambaye anaona, kwa maana Mungu ambaye ni msaada wako wa karibu ataweza kupigania. Mwambie tu Mungu, nitembelea asubuhi ya leo. Bwana Mungu, nisaidie, tuma msaidizi katika maisha yangu. Mwambie tu Mungu, msaada wako hauna mwisho. Msaada wako ingawa itachelewa, lakini itavuta mambo yote, itavuta mipango yote katika maisha yetu. Bwana, kwa hakika wewe ni mwema, kwa hakika wewe ni mweza yote Bwana. Bwana, hata tunalilia jamii zetu Bwana, jamii zetu hazitaangamia Bwana. Utatufanya sisi tukutambue na jamii yetu iangamie Bwana. Utatufanya tukufahamu wewe unaweza, alafu ndugu zetu waende kando Bwana. Unaenda kusimama nao Bwana, unaenda kusimama nao. Hata wazazi wetu utasimama nao, hata marafiki zetu utasimama nao, kwa maana wewe ni mwaminifu. Ndiposa asibu ya leo Bwana, wewe msaada wako ndio tunategemea asibu ya leo, ndio maana tunakimbilia wewe. Ndiposa Biblia inatuambia kwamba asibu ya leo Biblia inatuambia kwamba wakati Hana alipogundua ya kwamba ni wewe tu, wakati Hana alikimbilia wewe tu, alikuwa anaenda Shilo kila wakati, alikuwa anaenda Shilo, wanatengeneza sacrifice, wanakaa kwa meza wanakula. Lakini kuna wakati kitu ilimuuma, wakati madharau ilizidi, Hana akaamua ya kwamba mimi sitakaa nikikula, wacha mzee wangu yeye aendelee kukula, wacha wale ambao wanataka kulala wacha walale, lakini mimi nitaamuka, nitaenda kumuomba Mungu wangu, nitamuomba Mungu wangu anikumbuke. Sitaenda kwa Eli tumekuwa na yeye muda mrefu, hakuna chochote ambacho amenisaidia. Lakini vile Hana alienda kwa maombi,
akapiga maombi, akasema kwamba Mungu nikumbuke. Akasema kwamba Mungu wewe ndio uliniumba, vilio vimekuwa mingi, madharau umekuwa mingi, Bwana acha ukanikumbuke. Mungu akajibu maombi. Na wakati Eli aliona hivyo, akamwendea akamwambia kwamba sijawahi kuona ukiomba hivi, inawezekana umelewa asubuhi ya leo. Lakini Hana akamwambia kwamba ninalilia Mungu wangu, ninamwambia Mungu wangu mambo yangu, ninamwambia machungu ambayo ninapitia. Na Eli akamwambia we nenda, wacha Mungu akatende, wacha wewe ukaende mbele zake Mungu Baba ukamililie vile Hana hakutazama vile wanafanya. Hana hakusema kwamba mimi nitakula. Hana akawaambia kwamba nyinyi endeleeni kukula, wacha mimi nikamkimbilie Bwana. Na vile alivyomkimbilia Bwana kwa magoti, akasema Bwana nikumbuke. Vile umekuja hapa asubuhi unasema Mungu kumbuka ndoa yangu, umekuja hapa asubuhi unasema Mungu kumbuka watoto wangu, unasema Mungu kumbuka biashara yangu. Mungu atakukumbuka, Mungu atakukumbuka. Wakati hali changamoto inashuka, usiangalie hiyo changamoto. Hana alizoea kuangalia changamoto, Hana alizoea kuona vicheko, Hana alizoea kuona vilio, Hana alizoea kuona mambo ya Penina. Lakini vile alivyomtazama Mungu, akamwambia Mungu nikumbuke, akamlilia Mungu, akaenda mbele zake, akamtubu, akasema kwamba Mungu nikumbuke. Akasema chakula sina haja nayo, akasema kwamba mimi sitazami vile wanasema. Eli tumekuwa na yeye, Eli tumeishi na yeye, kila mwaka nimekuwa nikiomba, nikikuja tunakula. Lakini leo hii kilio imekuwa mingi, hii madharau imekuwa mingi, wacha nikaombe. Wapenda, wakati watoto wetu wanaenda kando, sisi tunanyamaza tu, adui anakuja unamaliza. Wakati ndoa yako inaanza kuyumba yumba, wewe unasema itakuwa tu sawa, adui anaingilia ndani. Unafaa uamuke, ukaombe, ukaseme Mungu tuma msaidizi katika maisha yangu, tuma msaidizi katika watoto wangu. Watoto wangu hawataangamia, watoto wangu hawataangamia, wazazi wangu hawataangamia. Hana alikimbia, Hana hakukuwa na mtu ambaye atamzuia. Hana wakati walimwambia hata ni mlevi, hakuchoka, akasema kwamba Mungu nikumbuke. Asubuhi ya leo sijui unataka Mungu akukumbuke kwa nini, sijui machozi yako ni nini. Kuna hali unapitia ambayo mwanadamu hawezi, kuna hali ambayo unapitia hata pesa haiwezi, kuna hali ambayo unapitia hata marafiki hawawezi. Ni wakati wako tu na Mungu. Hana akaamua ya kwamba ni mimi na Mungu tu, mimi na Mungu tu. Hii hali umetafuta kazi umeshindikana, umetafuta biashara inaanguka chini, wewe unanyamaza, unasema ni kawaida tu. Hana alisema mimi sitanyamaza. Hana alisema kwamba hii kilio ni mingi, akasema nitaenda mbele zake Mungu, nitamlilia Mungu. Asubuhi ya leo muite Mungu, mwambie Mungu hii hali ambayo unajua, kama vile Hana alivyokutumainia Bwana hukumsahau. Hata vile Eli akasema kwamba wewe ni mlevi, Hana akasema hapana, mimi nimekuja kumlilia Mungu wangu, nimekuja kumwambia Mungu wangu mambo ambayo ninapitia, na Mungu akatenda. Hata kumbuka Nehemia alipoona vile ndugu zake wanateseka, hakunyamaza, akaamua ya kwamba sitakula nikikesha, sitafurahia, bali mpaka nililie, mpaka nijue ya kwamba vile mambo nitatatua. Asubuhi ya leo ndugu zako wasiangamie kama umenyamaza tu, ndoa yako isishuke chini kama umenyamaza, watoto wako wasikushinde kama umenyamaza. Arise and pray, arise and pray for your family, pray for your marriage. Nobody will pray for your children, nobody will pray for your marriage, nobody will pray for your business. Hana hakuna yule ambaye alimuombea, bali ni yeye mwenyewe aliamuka, akasema hii chakula kila saa, hii mambo ya chakula sitaki, mimi nitaamuka, wacha nikamuombe Mungu wangu, ndiye anajua hali yangu. Wewe kukosa kazi, wewe ndio unajua machungu, unajua kwamba sitaweza kununua nguo, sitaweza kulipa nyumba, na unakaa unasema kwamba itakuwa vizuri. Hapana, unafaa uamuke. Hapana, unafaa uamuke uombe. Hana hakuwa na mtu wa kumsaidia, unasema kwamba tuko na mchungaji ataniombea, sio mbaya. Lakini Hana aliamua ya kwamba mimi hii hali yangu ni mimi na Mungu tu, hii hali yangu sitaweza peke yangu. Na wakati Hana aliamua ya kwamba aombe, Mungu akajibu maombi. Kila ambacho unahitaji kiko mbali, kinataka wewe mwenyewe ukiite. Unahitaji watoto wako wakamfahamu Mungu, unahitaji biashara yako. Daktari amekwambia kwamba kansa itakumaliza, wewe unaenda kwa nyumba unalala, unasema ya kwamba hii magonjwa ni ya ukoo. Kuna wengi wanasema kwamba hii ni magonjwa ya ukoo, wanasema this barrenness ni ya ukoo.
Kwa kwetu hakuna mtu mwenye anaolewa. Kwa kwetu hakuna mwenye anajenga nyumba. Kwetu hakuna mwenye anakaa kwa ndoa. Hapana. Hana alisema hapana. Hii mambo ni imezidi. Sijui asubuhi ya leo ni kitu gani inakusumbua. Sijui ya leo asubuhi ya leo ni kitu gani kinakukosesha amani. Hana aliamua ya kwamba sitakula. Akasema kwamba wacha mzee wangu yeye akule. Wacha mzee wangu yeye akule vile wamezoea. Lakini mimi hii kilio imekuwa mingi. Hii kicheko imekuwa mingi. Hii kilio wakati wengine wanalala, wewe amka uombe. Wakati wengine wanacheka, wewe find a place to pray. Kwa maana maombi ni wewe na Mungu. Hana alitafuta Mungu. Na baadaye vile Hana alirudi Shilo, akaendea Eli kama amebeba Samueli. Inatuambia kwamba hata Samueli, hata Eli alikuwa amesahau. Akamwambia, unanikumbuka mimi? Mimi ni yule ambaye nililia. Mimi ni yule ambaye nilikuwa naomba hapa. Mungu amejibu. Kwa hakika Mungu anajibu maombi. Asubuhi ya leo Mungu atajibu maombi yako. Kile ambacho wengine wameomba miaka 10, Mungu anakupea hii wiki. Ombi langu la kwamba Mungu akakutembelee. Mungu akavute machozi ile alivuta machozi ya Hana. Hana alilia kwa muda. Hana alikuwa anasherehekea kikula samaki, nyama. Lakini wakati ilipofika akaamua enough is enough. Wakati unaamua ya kwamba hii nimeshinda na hii, wacha nijaribu hii, na akaweza. Hana akasema kwamba mimi sitaki. Akasema kwamba sitaki. Kuna wengi wetu wakati mambo yanaenda kinyume, sisi tunakaa tu. Wakati maombi inaanza kushuka, sisi tunakaa tu. Wakati hata watoto wanaingia kwa nyumba saa 5, sisi tunasema tu ni Gen Z, watakuja tu. Wakati hata mzee anakuja saa 9 ya usiku kwa nyumba, wewe unasema kwamba tumezoea hii muda. It is your time to wake up and pray. Wakati wewe kuamuka kuombea watoto wako. Wanasema kwamba nobody will pray for you. Nobody will pray for you. Jesus is praying for you, and yourself you need to pray. Hana hakuwa na mtu wa kumsaidia maombi. Eli alikuwa hapo kwa miaka mingi, lakini hakumsaidia. Msaada wake haukuwa kwake. Mpaka wakati akaamua ya kwamba mimi nitamlilia Mungu. Wakati akaamua ya kwamba hii situation, my situation is me and God. Akaamua this situation is me and God. Wakati unasema hii hali ni yangu mimi na wewe na Mungu, useme tu hii hali ni mimi na wewe, Mungu kwa hakika atajibu maombi. Na Mungu akapanguza machozi ya Hana. Kicheko kikaisha. Hana akasema kwamba Mungu amenikumbuka. Wacha Mungu na wako akukumbuke. Katika uzao wako Mungu akakukumbuke. Katika ndoa yako Mungu akakukumbuke. Katika biashara yako Mungu akakukumbuke. Kwa yale yote ambayo unapitia Mungu akakukumbuke. Kwa maana Mungu ni mwaminifu. Kwa maana Mungu anaweza mambo yote. Kwa maana wote ambao wanamtumainia Mungu kwa hakika hata waacha. Mungu akampea Hana furaha. Hana akasema kwamba hii mambo ya kwenda Shilo kukula tu. Wengi wetu wakati tunapitia changamoto, mtu anakutuliza na soda, anakuambia mambo itakuwa mzuri, kunywa hii soda. Unasahau, lakini vile ina soda ukimaliza bado unaanza kulia. You need to find a place in God. Mwambie tu Mungu, hii hali yangu ni mimi na wewe. Hii kukosa kazi ni mimi na wewe tu. Nimejaribu kutembelea nyumba ya maombi haitanisaidia. Nimejaribu kwenda kwa ndugu na marafiki hawajanisaidia. Lakini ni wewe tu. Ndiposa yule mjane akaamua ya kwamba amkimbilie Elisha. Na Elisha akamsaidia. So asubuhi ya leo, sijui msaada wako unamgojea nani. Naomba tu yule ambaye Mungu direct akusaidie. Wacha akafike kwa wakati. Kuna hali ambazo zinahitaji tu wakati. Kwa mfano ukiwa umefungiwa nyumba, hakuna yule ambaye atakwambia kuja tuombe. Unahitaji tu fedha wakati kama huo. Pengine daktari amekwambia hii hali inahitaji operation, unahitaji pesa. Na wewe unaona nakwambia kwamba Mungu wacha akatume. Mungu wacha akakutembelea asubuhi ya leo. Proverbs 23. Proverbs 23. Proverbs 23 verse 18. Proverbs 23 verse 18. Proverbs 23.
Go ahead and pray for your life. Ombea maisha yako, ombea watoto wako, ombea huduma yako, ombea biashara yako. Hakuna adui ambaye ataweza. Inasema hivi, you will be rewarded for this. Your hope will not be disappointment. You will be rewarded for this. Your hope will not be denied. Na nakwambia kwamba utapokea kila ambacho, surely kila hali ambayo unapitia itaisha. Na utapokea zawadi kwa mambo yote ambayo unapitia. Your delay, your shame itaisha. Aibu itaisha. Barrenness itaisha. Kukosa kazi itaisha. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba you will be rewarded for this. Your hope will not be disappointment. Hautaaibika kwa hali ambayo unaomba. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Kwa sababu Mungu anajibu maombi kwa wale wote ambao wanamtafuta. Usionee haya kumuita Mungu. Mungu ni wa kila mtu. Useme ya kwamba Mungu ni wa selective. Hapana. Hana kusema ya kwamba Mungu ni wa selective. Aliamua ya kwamba hii hali yake ni mimi na Mungu tu. Na Mungu kwa upendo wake akajibu maombi. Na Mungu kwa hakika akajibu maombi. Asubuhi ya leo acha Mungu akakutembelee. Kama msaidizi wako ni kama Jona na umenyamaza, atakuja saa ngapi? You need to pray. You need to pray. Baka ikabidi wakaambia ya kwamba Jona, wake up and pray. Anafanya wengine wanayumba yumba. Jona ametumwa akaokoe watu. Pengine msaada wako ametumwa akakukomboe, na yeye amepita kando, na wewe umenyamaza. You need to pray and call him. Yule ambaye Mungu umetuma katika maisha yangu, ambaye amepotea njia, Mungu Baba acha ukamuelekeze. Jona alitumwa Nineve, lakini yeye akaenda kando. Wale ambao aliungana nao akawafanya kwamba waangamie. Yule ambaye Mungu ametuma maisha yako hatapotea njia, wala hatalala, bali atafika kwa wakati. Ombi langu la kwamba wacha Mungu akatume huyo msaidizi akafike. Yule ambaye Mungu ametuma akakusaidia wacha akafike kwa wakati. Asifike wakati umeisha, asifike wakati amechelewa, wala asifike kama wewe ulishakufa kitambo. Itakuwa ni mbaya. You need to pray. Wacha Mungu akakufungue macho. Akafungue macho ukaone ya kwamba ukamtazamie yeye tu. Ukamtazamie yeye tu. Ukamwambie Bwana, hii hali ni wewe tu na mimi. Mwambie hii hali watoto hawatanishinda. Nasema hii biashara yangu haitaenda chini. Hii huduma, neno linasema kwamba kazi njema ambayo alianzisha mpaka atamaliza. Hii huduma ambayo umenipea haitaisha mpaka nikomboe watu. Kuna watu Mungu ametuma uwasaidie. Kuna watu ambao unafaa waombee. Watoto hawawezi omba. Ukinyamaza nani atawaombea? Pengine mzee wako aombi. Ukinyamaza nani atamuombea? Pengine mke wako aombi, amfahamu Mungu. Ukinyamaza nani atamuombea? Ni wakati unafaa usimame katika pengo. Simama katika pengo. Pengine umetoka kwa familia ambayo haikuwa na kitu. Generation inalia. Watoto hawasikuja wakalalamika, wakasema kwamba baba huku tuachia kitu. Kama yule widow hakuachiwa chochote. Tuombe ya kwamba Mungu akatupee mapato. Mungu akafungue njia. Amesema kwamba atafungua milango ya chuma, akafungue baraka. Watoto wetu wasikuje lia baadaye wasema ya kwamba hakuna chenye mzazi wetu alituachia. Tuliwaachwa hoe hai. Hatukuachwa hata na kitu ambacho kinaweza kuhifadhi. Na baraka za Mungu zinaenda kizazi hadi kizazi. Your generation will cry. Your generation is crying somewhere. Nasema kwamba ni nani atatuokoa? Ni nani atatusaidia? Ni nani atatoa hii umaskini katika boma yetu? Babu yangu alikuwa hivi akaenda. Ancestor wangu akaenda. Wazazi wangu wakakuwa hivi wakaenda. Sitanyamaza. Hutanyamaza mpendwa. Usiseme tu ni hali ya ukoo. Usiseme tu ni hali ya kawaida. Hapana. Mwambie Mungu, God will supply everything according to his riches. Mungu atatuma utajiri wake.
Mungu tayari ameshatuma utajiri wake. Ni sisi kuipokea tu, ni sisi kwenda kulingana na kusudi lake, ni sisi kwenda kulingana na neno lake. Nimwambie kwamba Bwana ulisema utatubariki, Bwana ulisema utatuinua, Bwana ulisema kwamba utatubariki tutokapo na turudipo. Bwana haijalishi wakati kitu ambacho babu yangu alikosa, mimi hainijalishi, bali mimi nimekufahamu Kristo, bali mimi nimekutambua. Utakuwa kama yule mjane. Yule mjane aliachwa bila kitu. Yule mjane aliachwa katika hali ambayo wengine hawangemsaidia, lakini uzuri ya kwamba alimkimbilia Mungu. Na wewe umemkimbilia Yesu asubuhi ya leo. Watoto wako hawatateseka, watoto wako hawatakuombaomba, watoto wako hawatakuwa kwa street waseme sisi hata mzazi hatumtambui. Watasema kwamba baba yetu alituacha hivi. Sasa sema kwamba hakuna chenye tulisaidika katika familia yetu. Na kuombea asubuhi ya leo, wacha Mungu akafungue njia, wacha Mungu akakuonekane, wacha kizazi na kizazi kikasema ya kwamba kulikuwa na mtu hapa ambaye alimuomba Mungu, ambaye alimtumainia Mungu, kama yule son of a prophet. Wakasema kwamba huyu alikuwa ndugu yetu, yule alikuwa anamtumainia Mungu. Hatutamwacha, hatutaacha watoto wake wakafungwe, hatutaacha watoto wake waende kwa slavery, bali tulikuwa tunamtumainia Mungu ambaye anaishi. Tulikuwa tunamwabudu Mungu ambaye anaishi, ambaye anatenda miujiza katika maisha yetu. Wacha Mungu akakukomboe, wacha Mungu akatukomboe katika damu ya ukoo. Kile ambacho wazazi wetu pengine walifanya ambazo zimefunga milango, wacha Mungu akafungue. Hatutaki kizazi kikuje nyuma yetu kisema ya kwamba tu kuwa na mtu ambaye alitusaidia, kisema ya kwamba kuna yule ambaye aliweza kukomboa. So wapendwa, uko hapa kwa makosa, bali uko hapa kwa kuvunja ile nira, kwa kuvunja ile mipango yote ya adui katika jamii yako. Biashara yako haitachukulia, auctioneer hawatakukujia. Hakuna yule ambaye atakuja kunyang'anya urithi wako. Hakuna yule ambaye atashikilia maombi yako. Hata kukuwe na prince of Persia. Kumbuka hata ukuta wa Yeriko ulifungwa kwa ajili ya kwamba Wanaisraeli wasinyakue. Hakuna yule ambaye atashikilia baraka ambazo Mungu amekupa. So asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu. Tunasema tu ni Mungu, ni asante kwa mambo ambayo unatenda. Hata kidogo ambacho uko nacho, Mungu anakibariki kinakuwa mingi. Yule mjane aliulizwa uko na nini? Akasema niko tu na mafuta kidogo, na Mungu akabariki. Mungu atabariki kile ambacho uko nacho kidogo. Yule mjane aliona ya kwamba hana kitu, kumbe kile kitu ambacho alikuwa nacho kilikuwa cha dhamana. Sijui asubuhi ya leo umeshikilia nini hicho. Mungu anakuuliza uko na nini, ndio akiongeze kikuwe mingi, kwa sababu Mungu ataongeza zaidi mpaka kishinde kile ambacho uko nacho. Na ile hali ya ule mjane ikaondolewa, ile hali ya mjane ikaweza kuondolewa. Watoto wake hawakuchukuliwa, yeye hakuaibika, na akabaki na ile mafuta ambayo aliweza kuuza mpaka ikafika. So wapendwa, wacha Mungu akawabariki. Hallelujah. Wacha Mungu akawatendee. Amen, amen. Hallelujah. Hakuna kile kitu ambacho ulipewa ambacho kitanyakuliwa. Thank you, Lord. Yule mjane aliona ya kwamba amefika mahali ako desperate. Vile wajane kitambo walikuwa wanateswa. Yes, aliona Lord, ya kwamba atakuwa desperate. Lakini kile ambacho alikuwa nacho kilikuwa cha thamana, na Mungu akaongeza. So asubuhi ya leo Yesu ako hapa. Elisha utamtafuta, Yesu uko naye hapa. Mwambie kila kitu ambacho unahitaji, na Mungu ataweza kujibu. So wapendwa, asante kwa nafasi ya leo. Mungu ameweza kutenda. Na najua ya kwamba Mungu atakujibu. Yes, Lord, yes. Bwana anasema kwamba nobody will pray for you. Wewe mwenyewe ndio utafungua moyo wako, Mungu akuombe. Wacha Mungu akakujibu hiyo hali ambayo unapitia. Wacha Mungu akakujibu, kwa maana wewe ni mwaminifu. Asante Bwana. Sitanifuata mimi, nitakaa nyumbani
nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika, hakika wema nazo fadhili sitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha